Utaratibu wa chama chetu, kama kuna mdau anayedhani au ameombwa na chama kutoa michango, ni lazima michango ipite kwenye utaratibu unaotakiwa. Na kwa maelekezo ya kanuni za uchaguzi, pia kanuni za uongozi na maadili, michango yote inapita kwenye, kwanza maandalizi ya kuomba michango inapita kwenye vikao vinavyotakiwa. Kwa maana kwamba kamati ya siasa itakaa, lakini itaelekeza michango itumwe kwenye account number ambazo zipo au kwenye control number za Chama cha Mapinduzi, ili ionekane kwamba michango hii ni michango halali inayotakiwa kwa ajili ya kusaidia Chama cha Mapinduzi. Ni kweli kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi, na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunatumia wadau kwa ajili ya kupata michango ili tusaidie kuendesha zoezi la uchaguzi. Kwa hiyo tuna utaratibu kwamba michango yoyote inayotolewa na wadau wa Chama cha Mapinduzi au wanachama wa Chama cha Mapinduzi wenye nia ya kujenga chama itapita kwa katibu wa Chama cha Mapinduzi wa ngazi husika kwa kupitia vikao husika vilivyokubaliana kwamba vitahitaji michango ili kufanikisha zoezi la uchaguzi kwenye hilo eneo. Tunachokizungumza hapa ni aina ya fedha zinazotolewa kwa mtu mmoja mmoja. Tunao wanachama wanaopewa fedha mtu mmoja mmoja. Na sio utaratibu wa chama chetu, na sio utaratibu unaoelezwa kwenye kanuni zetu. Kwa hiyo kimsingi tunazuia wanachama wote wanaofanya zoezi hili na kuhakikisha kwamba wanadhani kufanya hivyo wanaweza kupata uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi tuna vyombo vinavyofanya utafiti na ufuatiliaji wa kila hatua, wa kila mgombea, kwa sababu tunafahamu mpaka sasa kila eneo kuna wagombea wangapi wanaodhani wanaweza kugombea au wanaotakiwa kugombea na wanafanya nini na mienendo yao yote. Kwa hiyo kamati za maadili zinafuatilia, lakini vyombo mbalimbali na vyombo vya serikali pia vinafuatilia kuhakikisha kwamba mambo haya hayatokee na tutapata wagombea ambao wana sifa zenye tija kwa wananchi kwenye wakati wa uchaguzi. Kamati ya siasa ya Halmashauri Kuu ya Mkoa imetoa maelekezo kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya zote za mkoa wa Njombe kuhakikisha wanakusanya taarifa zote zifiche ambazo zinaonesha wazi na dhahiri kwamba wapo wanaopita mitaani kugawa fedha na mali mbalimbali na zawadi mbalimbali, lakini kuwaita kwenye vikao vya maadili inapothibitika kwamba watu hao wanafanya matendo haya. Kamati za maadili za wilaya na kata ziwaite kwa ajili ya kuwapa maonyo, lakini kutoa adhabu. Lakini hii itatusaidia kujenga nidhamu ya Chama cha Mapinduzi. Na tumeeleza wazi kwamba uchaguzi wa 2025 ndani ya chama, fomu zitachukuliwa tarehe 28 mwezi wa 6, na hapo utaratibu utaendelea. Kama kutakuwa na kampeni ndani ya chama zitaendelea kama kawaida. Lakini kwa sasa tuwaache watendaji wetu, viongozi wetu kwa maana ya madiwani na wabunge wafanye shughuli zao za uongozi bila kubugudhiwa. Lakini tunao wanachama wanaodhani wao wana uwezo wa kuandika sana mitandaoni. Kamati ya siasa ya Halmashauri Kuu ya Mkoa imetoa maelekezo kwa kamati za siasa za wilaya zote za mkoa wa Njombe, kwa maana wilaya ya Ludewa, wilaya ya Makete, wilaya ya Wanging'ombe na wilaya ya Njombe, kuhakikisha wanawaita wanachama na viongozi wote wanaoandika maneno yenye kukejeli viongozi wenzao ndani ya chama, lakini kuwakejeli wanachama wenzao ndani ya chama. Hawa watu wanatuharibia utaratibu wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo kamati ya siasa ya Halmashauri Kuu ya Mkoa imetoa maelekezo kwa kamati za siasa za wilaya na kamati za maadili za wilaya kuhakikisha zinafanya kazi ya kuwaita na kuchapisha machapisho yote yaliyopo mtandaoni ya watu wote wanaoandika maneno yanayoashiria kutengeneza sintofahamu kwenye makundi mbalimbali sogozi ya mitandaoni. Kwa hiyo tuwaombe tuwe na tahadhari ya maandishi yetu kwenye makundi sogozi yote yaliyopo kwenye mitandao. Kwa hiyo andikeni mambo yanayoweza kujenga umoja, mshikamano na umoja wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kamati ya siasa ya Halmashauri Kuu ya Mkoa imetoa maelekezo kwamba wale wote ambao wataonekana kweli wameandika na imethibitika watachukuliwa hatua na wachukuliwe hatua kali na hizo kamati za siasa za wilaya na kata kuhakikisha kwamba chama kinakuwa tulivu kuelekea uchaguzi 2025, tuwapate viongozi ambao watakwenda kufanya kazi za wananchi katika hali ya utulivu kabisa.